يا ربي اللهم dua zetu zisikie, ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma, ya Rabbi tughfirie. Ya Allah tunakuomba tusamehe dhambi zetu, ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hotuba yetu ya leo itakuwa ndani ya topic isemayo Ramadhani na teknolojia ya wepesi katika maisha ya mwanadamu. Ramadhani na teknolojia ya kuwepesisha mambo katika maisha ya mwanadamu. Ahbaba fillah, tupo katika milango ya kuiaga Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie funga zetu na atuwezeshe kuikamilisha Ramadhani iwe 29 au siku 30 kwa vile ambavyo ametupangia Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani umekuja na fursa. Zipo ambazo Mwenyezi Mungu ametupa ilhamu ya kuzifahamu, na zipo ambazo kwa sasa hatuzifahamu, lakini fursa hiyo inawasubiri waumini wajao kwa ilmu na teknolojia ya wakati wao. Watakuja kugundua sayansi ya fursa za kitaaluma zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio maana tunakuta teknoloji zimetofautiana kufuatana na generation baada ya generation, kati ya kizazi na kizazi, kufuatana na muujiza wa Qur'an uliobeba sayansi ambayo inafichuka kwa nyakati na kwa elimu iliyoko kwa wakati fulani. Sasa kwa hivi sasa tunagundua fursa zilizoletwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya Uislamu kuwa mwepesi, ni kuyafanya maisha ya mwanadamu siku zote yawe ni maisha ambayo yanajengeka na wepesi. Uzito katika maisha ya mwanadamu sio takwa la Uislamu. Uzito katika maisha ya Uislamu sio takwa la Uislamu. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbali ya kuwa umekuja kutupa fursa ya kutuongezea salio la uchamungu, lakini pia
umekuja kutupa nadharia ya maisha, nadharia ya maisha, kwamba haya maisha nadharia yake inatakiwa iwe ni nadharia ya maisha mepesi. Na ndio maana unakuta ulimwengu usiku na mchana unawasogeza wana ulimwengu katika maisha mepesi kwa kasi sana. Si takwa lao, ni takwa la Qur'an, ni takwa la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sallu ala Muhammad. Tuone nadharia ambayo kwanza imebebwa na Ramadhani yenyewe, ili kuonesha kwamba Ramadhani imekuja kuwataka wanadamu uwepesi ndio liwe chaguo lao la kwanza. Mwenyezi Mungu katika 185 Al-Baqara anasema, baada ya kuelezea msingi wa kufunga, akawa anatoa masharti na vigezo vya mfungaji. Alisema, faman kana minkum maridha, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa miongoni mwenu Waislamu. Tuone sayansi na teknoloji ya wepesi katika maisha ya mwanadamu. Anaitengeneza kwanza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kuna watu wamekuja kuleta mambo mazito katika Uislamu, kiasi ambacho mtu anauchukia Uislamu, anauona mwiba Uislamu. Sasa Mwenyezi Mungu alipotuletea amri ya kufunga, anatupa hadidu rejea za kuhakikisha katika kufunga chaguo la Waislamu na waumini liwe ni wepesi, si uzito. Faman kana minkum maridha, yule ambaye amekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, fa'iddatun min ayamin ukhar, aisabu masiku atakayokula aje kuyalipa baada ya kumalizika Ramadhani. Angalia wepesi wa kwanza huu, Mwenyezi Mungu anautangaza kwa waumini waliopewa amri ya kufunga, kwamba yule ambaye itamkuta Ramadhani naye ni mgonjwa, siwalazimishi kufunga mkiwa wagonjwa. Wepesi wa mgonjwa ni kutofunga ili ayaendee matibabu, na uzito wa mgonjwa ni kumlazimisha kufunga. Kwa hiyo mtu ambaye ni mgonjwa na umepata ushauri wa daktari kwamba unatakiwa kula, wewe ukajiona kwamba mimi acha nitakufa na saumu yangu, unamuudhi Mwenyezi Mungu. Sallu ala Muhammad. Mwenyezi Mungu anakutaka uchukue wepesi wa kula. Kwa hiyo hii ni nadharia ya kwanza kwa waumini waliopewa jukumu la kufunga. Tunatakiwa siku zote tuangalie wepesi kwanza na kutoroka uzito. Hilo ni kundi la wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa maradhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Teknoloji Ramadhani na teknoloji ya wepesi katika maisha ya wanadamu. Kundi la pili, wa ala alladhina yutiqunahu fidya ta'amu miskin. Grupu la pili, secondary, na wale ambao si wagonjwa lakini hawana uwezo wa kufunga kwa umri mkubwa. Si wagonjwa lakini umri wao hawaruhusu kufunga. Kama ilivyokuwa kwenye sala, hawana uwezo wa kurukuu, wa kusujudu kwa umri wao, wanasali ndani ya viti. Sasa na katika nadharia ya funga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa vile funga ameijengea teknoloji ya wepesi na si uzito, amelitaja hili kundi specific maalum kabisa, wa ala alladhina yutiqunahu, na wale ambao wasioweza kufunga, fidyatun, watoe kibaba, nusu na robo, kilo moja kasorobo, kilo moja kasorobo. Leo tuko Ramadhani ya 23 na wao wametoa kibaba cha 23.
tunaingia Ramadhani ya 24 na wao wanatoa kibaba cha 24. Hawa wanafunga, hawa ambao hawana uwezo wa kufunga, teknoloji ya Ramadhani imekuja kutangaza uwepesi. Tuvune uchamungu, tuvune kusamehewa madhambi, lakini pia tunatakiwa tuvune ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani teknoloji ya kuwepesisha mambo. Hii kasi ya ulimwengu ambayo tunaiona hivi sasa kila kukicha, wa Marekani unamfanya kama vile yupo wireless, unazungumza naye, unapanga naye, unasainiana naye mikataba na yuko Marekani. Hili ni takwa la mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali ni takwa la Qur'ani. Waislamu sifa yetu ni wepesi. Mtu hatakiwi kujipamba na sifa ya uzito. Hata kwenye familia zetu kuna baadhi ya watu huwa wanalalamikiwa, fulani bana mzito kweli kweli. Uzito sio sifa ya Muislamu. Muislamu sifa yake ni wepesi, uharaka wa kulifanya jambo kwa muda mfupi. Yani haya ni maisha. Hapa Mwenyezi Mungu anatupa asisi ya maisha, kwamba maisha siku zote yanahitaji wepesi. Ukiyatia uzito yatakuchelewesha. Hili ni funzo ambalo tunatakiwa kuondoka nalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. 3, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa judgments ya wepesi pale aliposema yuridu Allahu bikumul yusra. Yuridu Allahu bikumul yusra, fi'l mudhari'un continuous present tense. Yuridu Allahu, anaendelea Mwenyezi Mungu kuwatakieni nyinyi wepesi. Yuridu Allahu bikumul yusra, anaendelea Mwenyezi Mungu kuwatakieni nyinyi wepesi. Na kwa kuwa imekuja katika fi'l mudhari continuous, na ndio maana nikasema Uislamu unaendana na teknoloji. Yale tunayoyajua hivi sasa yatakuwa tofauti kabisa na yale watakayokuja kuyagundua Waislamu wa miaka 50. Kwa sababu gani? Kuna continuous. Yuridu Allahu, Mwenyezi Mungu anaendelea siku zote kuwatakieni yaliyokuwa mepesi. Wala, analeta katazo, wala yuridu bikumul usra, na wala Mwenyezi Mungu hawatakieni nyinyi uzito. Yani sifa ya dini ya Uislamu imejengeka katika wepesi. Na mtu tutamuona kituko katika Uislamu akawaletea jambo Waislamu la kuwashinda, akawaletea jambo Waislamu la uzito. Uislamu ni easy, kitu chepesi kabisa. Yuridu Allahu bikumul yusra, anaendelea Mwenyezi Mungu kuwatakieni wepesi. Wala yuridu bikumul usra, wala hawatakieni nyinyi uzito. Kataja grupu la wasafiri, kawapa ofa maalum. Wagonjwa kawapa ofa maalum. Wenye umri mkubwa kawapa ofa. Si lazimike kufunga, toa kibaba, kwa sababu huku kwangu mimi ni wepesi. Lakini pia ukija katika fiqhu, katika sharia, tunakuta kwamba mama anayenyonyesha naye kapewa wepesi. Akiwa ananyonyesha kapewa choose. Akiona kwamba kule kuendelea kufunga kunaweza kukampelekea mtoto wake kupata 1, 2, 3, Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muelekeze huyo mama ale, alafu atakuja kulipa. Au hana kitu chochote cha kuona kwamba mtoto anaweza akadhurika, lakini kapewa ruhusa ya kula mama mjamzito au mama anayonyonyesha. Wabitali na mama mjamzito naye kadhalika, hajajifungua, kapewa ruhusa ya kisheria kula, ni wepesi. Mama anayenyonyesha kapewa ruhusa ya kisheria kula. Haya yote
Ni kwa sababu dini ya Uislamu kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja kumjenga mwanadamu, umekuja kumjenga muumini na khilqa na tabia na umbo la wepesi. Lakini katika suratul Hajj Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama ja'ala alaykum fi ddini min harajin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukufanyieni katika dini uzito wa aina yoyote. Wama ja'ala alaykum fi ddini min harajin, hakukufanyieni Mwenyezi Mungu katika dini uzito wa aina yoyote. Kila aina ya uzito katika dini umeondolewa, na kila aina ya wepesi katika dini ndiyo unaotakiwa. Ndugu Waislamu, kwa mahujaji wanaokwenda Makka, wale wanaochukua aina ya hija inayojulikana kwa jina la tamattu, maana yake anatakiwa achinje. Kuna aina tatu: kuna ifradi, kuna qiran, kuna tamattu. Sasa haji mwenyewe anasema mimi nitachukua aina gani? Ukichukua tamattu ambayo ndio aina ya kurelax, aina ya kuenjoy kwa haji anayekwenda Makka, haina uzito hivyo kama ile ya ifradi. Ifradi maana yake utalazimika yale maguo yako uyavae muda wote, hata ukiwa kule bado lubega ikubane tu mpaka siku ile ya Eid. Ukishapiga mawe na ukanyoa ndio utapata ile tahallulu sughra, ndio unaweza kuyavua. Lakini mtu anayechukua tamattu anakwenda kuhiji kwa kurelax. Akifika Makka atakwenda kufanya umra, anarudi katika mavazi yake ya kawaida mpaka siku ya kwenda Arafa ndio anavaa mavazi yake. Sallu ala Muhammad. Sasa mtu anayekwenda Makka akichukua aina ya tamattu analazimika kuchinja. Huko nyuma mahujaji walikuwa wanachinja kweli pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa achinje mwenyewe mbuzi, kondoo. Lakini hivi sasa kwa sababu yuridu Allahu bikumul yusra, anawatakia Mwenyezi Mungu, anaendelea Mwenyezi Mungu kuwatakia wepesi. Atokea Al-Hajj aliyokuwemo humu leo Masjidul Qadiria, anaambie kwamba yeye alipokwenda kuhiji kapata bahati yule kondoo wake au mbuzi wake kamchinja mwenyewe. Kwa sababu hilo zoezi hivi sasa lisingewezekana. Mahujaji milioni 2, milioni 3, kila mtu akamate kisu, kondoo, mbuzi, lazima kutakuwa na janga. Kwa hiyo ikaja teknoloji maalum ya uchinjaji na ukusanyaji wa fedha. Kwa hiyo wewe ukilipa pesa yako kwa taasisi inayokusafirisha, ukilipa milioni 17, maana yake na mule umelipa na kondoo na mbuzi wa kuchinja. Huyu mbuzi hutoiona sura yake wala hutoiona ngozi yake, lakini ushachinja. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sallu ala Muhammad. Dini yetu imejengeka katika wepesi. Huwezi ukamkamatisha kila haji kule kisu na mbuzi na kondoo, pata kuwaje pale mahala. Kwa hiyo wizara ya hija imekwenda sanjari na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini si hivyo, mwezi 27 tutaanza kuelekezwa zakatul fitri. Zakatul fitri, kuna malumbano kutoa fedha au kutoa nafaka. Kwa mtu ambaye anakwenda sambamba na maelekezo haya ya Mungu, sio maelekezo ya mtupa, maelekezo ya Mungu, kwamba Uislamu umejengeka katika wepesi, haukujengeka katika uzito. Ramadhani yenyewe imekuja katika sura ya wepesi. Na ndio maana Imamu Abu Hanifa, yule ni profesa wa akili, ni profesa wa matumizi ya akili. Akili yake sio mgando, ni mwana falsafa.
katika grupu la maimamu watatu, Imamu Hanbal, Imamu Shafi'i, Imam Malik, hawa walikwenda na rai zakatul fitri ni lazima mtu atoe nafaka. Imam Abu Hanifa mapema mno akasema hapana, Uislamu umejengeka katika wepesi, tusilazimishe watu lazima watembee na viroba vya mchele, tusiwalazimishe Waislamu watembee na viroba vya mchele. Yuridu Allahu bikumul yusra, yani ile Ramadhani yenyewe mgonjwa anaruhusiwa kula, msafiri anaruhusiwa kula, mama mjamzito anaruhusiwa kula, mtu mzima anaruhusiwa kula, tena katika jambo lile la lazima. Vipi tufike mahala katika zakatul fitri tuwalazimishe Waislamu kutembea na viloba? Turudi katika wepesi wa Uislamu, ambapo Imamu Abu Hanifa alisema ni lazima, inaweza ikatolewa thamani. Na unakuta leo duniani kote, Middle East, duniani kote watu wanatoa thamani ya pesa. Badala ya mtu kutembea na kilo za mchele, haikatazwi, bado inaendelea, lakini tunaangalia ule wepesi. Lakini pia hata malengo, kwani lengo la zakatul fitri ni nini? Ni lazima mtu ale wali? Lengo la zakatul fitri kwani lazima mtu ale wali? Sio lazima kila mtu ale wali. Atatatulia lile shida yake aliyokuwa nayo kwa muda ule, wao unashtakiwa kutoa. Kwa hiyo unakuta zakatul fitri katika nchi mbalimbali zimewekwa katika piro, katika salary slip, watu wanakatwa katika mishahara yao, na ndio zile ambazo zinafika mpaka huku Tanzania na Afrika, nchi mbalimbali za Kiislamu. Waislamu ambao wanakatwa pesa zao katika kazi zao za kila siku, wanaleta huku taasisi mbalimbali, wanapokea zakatul fitri. Sasa kama ingekuwa kila anayetaka kutoa atoe nafaka, maana yake iliwalazimu wale Waislamu wa Middle East wakodi meli ambazo hivi sasa hata kukatiza kule nako ni ngumu kutokana na vita inayoendelea, wapakie mchele na ngano watuletee sisi huko Afrika. Si unatakiwa utoe nafaka? Kwa hiyo ingewalazimu na wale, maana yake wakodi meli za nafaka watuletee sisi, lakini wanatuma pesa na hizi taasisi hapa zinapokea pesa, watu wanagaiwa. Sallu ala Muhammad. Yuridu Allahu bikumul yusra, Mungu anaendelea kuwatakieni wepesi. Yani ukijijengea formula ya wepesi, wewe utafanikiwa katika maisha, na ukijijengea formula ya uzito utapata hasara katika maisha. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wananufaika na Ramadhani, atupe salio la ucha Mungu kwa kuondoka Ramadhani. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anir azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati adh-dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. يا ربي اللهم dua zetu zisikie, ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma ya Rabbi tughfirie. Ya Allah tunakuomba tusamehe dhambi zetu ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa katika vipindi tofauti vya kheri.
Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu, tusaidie.